Kipindi kizuri sana cha siku ya leo ambacho Mungu ameweza kutuandalia kwa ajili ya utukufu wake na kwa ajili ya uaminifu wake. Ninayezungumza hapa mimi ninaitwa Mwalimu Ole Njolai Moko Tayailo Singo. Niko pamoja na mke wangu katika huduma hii. Tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametuita na kuwa pamoja na sisi na kutupigania hatua kwa hatua. Mungu wetu ni mwaminifu na ni mwaminifu sana, kwa maana yuko pamoja na sisi na sisi pia tunamshukuru sana. Kwa nipende kukaribisha katika maombi maalum haya ambayo ni maombi ambayo Mungu amenaita au kwamba ameapa jina la maombi maalum kwa ajili ya shule na vyuo vikuu vya Tanzania. Kwa hiyo kusudi na mkusanyiko huu ni kwa ajili ya kufanya maombi maalum kwa ajili ya shule na vyuo vikuu vya mikoa 31 ya Tanzania, na huu ni mwaka 2026. Mimi ni Mwalimu Ole Njolai na mke wangu ni Mwalimu Nekinyi. Kwa hiyo tutakuwa na kipindi hiki kila siku saa 11 asubuhi mpaka saa 12 kamili asubuhi, kwa sababu tunatamani kuomba na wanafunzi wa shule za Tanzania na wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati kabla hawajaenda shule, na tunatamani kwa wale wa vyuo vikuu na vyuo vya kati tuombe nao hata wakati wakiwa labda wanajiandaa na wanakwenda vyuoni. Lakini somo hili au somo pamoja na maombi hatutayaondoa katika channel yetu ya YouTube ambayo inaitwa Ufalme wa Mbinguni Uje Tanzania, na kwenye mabano Ole Njolai M. Kwa hiyo somo hili bado litakuwepo kwa yule mwanafunzi anayedamka sana kwamba lazima aondoke saa 11. Atakaporudi mzazi utamsaidia ili aweze kujifunza na kuomba yale maombi ambayo tumeomba na wenzake wakati wa asubuhi. Na maombi haya ni mfululizo wa wiki nzima kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa au wakati mwingine mpaka Jumamosi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunatamani sana kuwakaribisha wazazi, walimu, wachungaji, manabii, mitume, waombaji wa nchi ya Tanzania, wamiliki wa shule, viongozi, walezi, kwa hiyo na ndugu marafiki na jamaa na Watanzania wote kwa ujumla, ili tuweze kuomba kwa ajili ya sekta ya elimu ambayo ni muhimu sana, inayogusa maisha ya mamilioni ya Watanzania. Hasa kabla sijaendelea, tutakuwa na mafundisho, na kabla sijaendelea zaidi, basi ni kuwekee hapo somo ambalo tutakalojifunza leo. Na leo tutajifunza somo hili ambalo kama jinsi inavyoonekana hapo kwenye screen, na tutajibu swali mojawapo muhimu sana, alafu nitakupa nafasi pia ya kutengeneza maisha yako, maana yake ya kuokoka na kumrudia Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naomba ufumbe macho yako tuweze kuomba mbele za Mungu. Mungu wetu na Baba yetu, tunakuja mbele zako na nasema asante kwa ajili ya uaminifu wako na kwa ajili ya neno lako ya mfalme amani. Tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umetupenda upeo hata ukajitoa au kamtoa mwana wako wa pekee akafa pale msalabani, na siku ya tatu akafuka na kapaa mbinguni, na atarudi kulichukua kanisa lake kwa mara ya pili. Katika jina la Yesu Kristo Nazareth, tunakwenda kinyume na nguvu zote za giza na mipango yote ya kishetani na kazi zote za kuzimu. Tunazibatilisha hila zote za shetani katika jina la Yesu Kristo Nazareth, na kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareth tunakwenda kinyume na mipango yote ya giza zidi ya sekta ya elimu na zidi ya shule na vyuo vikuu vya Tanzania. Mungu wetu, tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu zipate kwenda kutufunika, mimi nayefundisha nipate kulisema neno lako katika usahihi wote, na pia Mungu huyu anayejifunza apate kupata utajiri wa neno lako katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Damu ya Yesu ipate kwenda kutulinda na kutufunika sawa sana makusudi yako. Karibu Roho Mtakatifu utufundishe, karibu Roho Mtakatifu uombe pamoja na sisi. Tunaomba hayo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi tutakuwa na kipindi kifupi cha kuimarisha kiimani au cha kuimarishana kiimani. Tutajifunza somo ambalo lina kichwa kinachosema
ajifunze ufalme wa mbinguni kibibilia, kwa sababu sisi lengo letu ni maombi. Tutaenda kuomba juu ya ujio wa ufalme wa mbinguni uje kwenye shule za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vyuo vikuu vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shule yetu au shule inaitwa Ufalme wa Mbinguni Uje Tanzania. Ni rahisi sana kuitafuta kwenye YouTube. Unakwenda kwenye web browser, kwa mfano Firefox, unakwenda kwenye application ya YouTube, na ukishafika kwenye application ya YouTube, basi unatafuta hiyo shule ili uweze kujiunga, ambayo unaandika tu Ufalme wa Mbinguni, Ufalme wa Mbinguni Uje Tanzania. Kwa hiyo unaweza ukaona somo hili kwa kutumia simu, kwa kutumia kompyuta, kwa kutumia iPad, kwa kutumia tablets na kadhalika. Kwa hiyo hii ndo shule yetu. Ukiona kwamba kitufe hiki cha mviringo ambayo imeandikwa Ufalme wa Mbinguni Uje Tanzania Olenjolai N ni herufi ya kwanza la jina la msaidizi wangu na mke wangu ambaye anaitwa Neking. Kwa hiyo bonyeza kwenye hiki kitufe, na ukishabonyeza umeshafika kwenye shule. Utaona kwamba shule, manake utaona ukaribisho Ufalme wa Mbinguni Uje Tanzania, na kwenye mabano Olenjolai N, na kuna masomo kadhaa, lakini video ya hivi sasa ambayo naifundisha ndio hii hapa, ambayo inasema maombi maalum kwa ajili ya shule na vyuo vikuu vya mikoa 31 ya Tanzania mwaka 2026, Mwalimu Olenjolai na Neking. Kwa hiyo baada hapo unabonyeza hii kitufe, tayari unaweza kufuatilia somo kwa jinsi unavyoona hivi sasa kile tulichokuwa tunafanyaje, nilichokuwa nakifanya. Kwa hiyo utaona, lakini pia kwenye somo hili uzuri wako unaweza ukaandika au kauliza swali. Kwa mfano, unaweza ukauliza swali kwamba ufalme wa mbinguni ni nini? Au kwamba uliza labda swali kwamba Biblia takatifu inatufundisha nini? Unaona Kwa unaweza kaandika hilo swali, inatufundisha nini? Alafu ukishauliza hilo swali, mimi nitaona na nitakujibu. Na unganika katika hiki kipindi chetu cha kwanza ambacho kipindi cha Alpha, utaona kabisa jinsi gani ambavyo utakavyojibu hilo swali kwamba Biblia takatifu inatufundisha nini. Sasa turudi katika somo letu, na kabla hatujaendelea zaidi, kuna silaha za kiroho. Sema silaha za kiroho. Silaha za Mungu za kiroho. Sema silaha za Mungu za kiroho. Silaha ya kwanza ya Mungu ya kiroho, lazima uwe na Biblia takatifu kama hii. Hii ni Biblia yangu, na uwe nayo ili tuweze kuchungulia maandiko na kuangalia na kujifunza kiundani juu ya sekta ya elimu kibibilia. Lakini silaha ya pili, kama vile unavyoenda shuleni, hauendi shuleni bila madaftari, hauendi chuoni bila madaftari, lazima uende na daftari. Kwa hiyo kwa mfano, unaweza kuwa na daftari kama hili, au unaweza kuwa na counter book ambalo ni maalum kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu na kujifunza ufalme wa mbinguni na kujifunza Biblia takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na silaha ya pili ni kalamu. Kama vile unavyokwenda shuleni, lazima uwe na kalamu, uwe na penseli, uwe na ufutio, uwe na rula. Basi hata unapokuwa kwenye darasa la neno la Mungu, hakikisha unakuwa na hivyo vifaa, kwa sababu vitakufundisha na vitakuimarisha imani yako, kwa sababu utakuwa unaandika yale tunayokuwa tunajifunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jina la shule yetu kama nilivyosema, Ufalme wa Mbinguni Uje Tanzania. Hii ni shule wa Tanzania. Tutafundisha kwa lugha ya Kiswahili na lugha nyingine nzuri ya Kimasai. Kuna siku tutakuwa tunafanya kipindi na tutakuwa nafundisha kwa lugha ya Kimasai, kwa sababu mimi ni Masai na mke wangu ni Masai, na tunapenda pia kuwafundisha ndugu zetu kwa lugha hiyo, kwa sababu wako ambao hawajui Kiswahili. Tuna idara kadhaa katika shule hii, na idara mojawapo ni idara ya Ufalme wa Mbinguni, na hii ni idara tu ambayo idara mojawapo, lakini kuna idara ya semina za mafundisho, kuna idara ya kusifu, kuna idara ya kuabudu na kadhalika. Somo tunalojifunza ni jifunze ufalme wa mbinguni kibibilia, au ombea shule na vyuo vikuu vya mikoa 31 ya Tanzania juu ya ujio wa ufalme wa mbinguni. Lakini tunaombea kibibilia. Neno nalokwenda kusimama nalo ni Mathayo 10 mstari wa 7. Chukua Biblia yako sasa ile, fungua Mathayo 10 mstari wa 7 ili tuweze kuangalia pale na kujifunza. Kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo mtakatifu, sura ya 10 mstari wa 7 inasemaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Mathayo 10:7 inasema hivi: ufalme na katika kwenenda kwenu hubirini mkisema,
ufalme wa mbinguni umekaribia. Narudia tena, Mathayo 17, na katika kwenenda kwenu hubirini mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Katika kwenenda kwenu wapi? Wewe kama ni mwanafunzi wa chekechea au mwanafunzi wa shule ya msingi au mwanafunzi wa sekondari au mwanafunzi wa vyuo vya kati au mwanafunzi wa chuo kikuu au mwanafunzi wa chuo kikuu, manake katika kwenenda kwako utakuwa unatoka nyumbani au utakuwa unatoka mahali ulikopanga au mahali unakoishi kwenda shuleni kwa kutumia njia tofauti tofauti. Unaweza ukatembea kwa miguu, unaweza ukatumia baiskeli, unaweza ukaenda kwa daladala, unaweza kwenda kwa gari binafsi. Sasa Biblia inakwambia hivi, katika kwenenda kwako huko, hebu tangaza ya kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia. Unapopanda daladala, tangaza ya kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia. Unapokutana na marafiki zako, watangazie kwamba Mungu amewasamehe na ufalme wa mbinguni umewakaribia, na mimi nawaombea ili muweze kurithi ufalme wa mbinguni na mfurahie matunda yake mkiwa mko duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye huu mstari, hili ni tangazo ambalo Yesu Kristo aliwapa wanafunzi wake mitume 12 alipowatuma waiendee manake waiendelee nyumba ya Yakobo au nyumba ya Israeli kwa ajili ya kufanyaje? Kwa ajili ya manake watangazia hilo tangazo, wapate kujua ya kwamba saa ya ufalme wa mbinguni kuja katika taifa la Israeli imefika. Na sisi tunafahamu kabisa ya kwamba saa ya ufalme wa mbinguni kufika au kwamba kufikia kwenye shule mbalimbali, ngazi mbalimbali na vyuo mbalimbali imefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika mtaala huu au katika somo hili tutakuwa na mada au sura kadhaa ambayo kwamba tunaita malengo au tunaita sub-enabling outcomes kwa lugha ya Kiingereza, na tutakuwa na mada 8. Mada ya kwanza itakuwa ni inatoka kwenye kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8 ambayo inasema hivi: je, Biblia takatifu inatufundisha nini? Nini, kama lile swali nilikuwa nimeuliza kwenye comment section pale. Je, Biblia takatifu inatufundisha nini? Nini tunachoweza kujifunza kwenye Biblia takatifu? Alafu sura ya pili tunapata kwenye Mwanzo 1:26 ambayo tunaulizwa, ambalo ni swali pia, nini maana ya ufalme wa mbinguni? Na sura ya tatu inatoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 17 mstari wa 14 mpaka 20, na kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka 22. Inatuambia hivi, tutajifunza juu ya utamaduni na desturi ya ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, ngoja niongeze maandishi. Alafu sura ya 4 inasema hivi, tunaipata kwenye Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza mpaka 23, lakini pia tunapata kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza mpaka wa 36, ambaye inasema hivi, uimbaji katika ufalme wa mbinguni. Uimbaji, je, uimbaji ni nini? Au kwa nini kwenye ufalme wa mbinguni kuna uimbaji? Uimbaji una nafasi gani kwenye ufalme wa mbinguni? Tutajifunza. Uendelee kukaa katika darasa hili. Na sura ya 5 tunaipata kwenye Mathayo sura ya 6 mstari wa 31 mpaka 33, na Mathayo sura ya 13 mstari wa 44 mpaka 46. Thamani ya ufalme wa mbinguni. Nini thamani? Ufalme wa mbinguni una thamani gani? Kwa nini kwenye Mathayo sura ya 13 karibia sura nzima Yesu anatufundisha juu ya thamani ya ufalme wa mbinguni, kiasi ambacho anasema kwamba ufalme wa mbinguni thamani yake ni sawa sana mtu ambaye ana dhahabu akaenda kuiuza hiyo dhahabu, au ana shamba lake zuri akaliuza lile shamba zuri ili aweze kununua ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sura ya 6 tunaipata kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33, na Mathayo sura ya 7 mstari wa 21, kurithi ufalme wa mbinguni. Je, ni vigezo gani ambavyo Mungu ametufundisha ili tuweze kurithi ufalme wa mbinguni? Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi wewe ni mwanafunzi wa shule ya sekondari au mwanafunzi wa shule ya msingi au wa shule ya chekechea au ni mwanafunzi wa chuo cha kati au mwanafunzi wa chuo kikuu, kumbuka kwamba moja ya jukumu ambalo unalo kwenye dunia hii na ulimwengu huu ni kwamba kujiandaa kurithi ufalme wa mbinguni. Huu ni urithi ambao tumewekewa na Mungu mwenyewe.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na sura ya 7 tunaipata kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 22 mstari wa 21 na kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 1 mpaka wa 4. Kisha unaandika hii mistari na usome, na Waibrania sura ya 8 mstari wa 11. Maana yake nasemaje? Kumjua Yesu zaidi kama mfalme wa ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo kwenye sura hii tutajifunza namna na mbinu za kumjua Yesu zaidi kama mfalme wa ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sura ya 8 katika somo hili, kwa sababu somo lote hata kwenye somo la hisabati kuna sura tunapata kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 32 mpaka 37, faida za kuupokea na kuishi ndani ya ufalme wa mbinguni hapa duniani. Kumbuka tunapozungumzia kwamba juu ya kurithi ufalme wa mbinguni una sehemu mbili. Tunaporithi ufalme wa mbinguni, maana ufalme wa mbinguni una ulimwengu mbili. Una ulimwengu wa mwili ambao ndio unaoishi, lakini pia kuna ulimwengu wa umilele ambao hauna mwanzo, hauna mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna faida zipi za wewe kama mwanafunzi wa shule ya chekechea, za wewe kama mwanafunzi wa shule ya sekondari, wewe kama mwanafunzi wa shule ya msingi, na wewe kama mwanafunzi wa chuo cha kati au mwanafunzi wa chuo kikuu? Kuna faida zipi ambazo unazotakiwa kuupokea huu ufalme wa mbinguni na kuishi ndani yake ukiwa hapa duniani, ukiwa bado mwanafunzi, au hata baada ya kutoka kwenye ngazi ya wanafunzi umeenda kazini? Kuna faida gani kwenye maisha ya kila siku? Kwa lazima tujifunze ili tufahamu kwamba kama kuna faida za kuupokea na kuishi ndani ya ufalme wa mbinguni hapa duniani, kumbuka pia kuna hasara za kutokuupokea na kuishi ndani ya ufalme wa mbinguni tukiwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hizi ni sura 8 ambazo ngoja tena nizipitishe taratibu. Ukiwa unaandika, unaweza pia ukasimamisha video ukaandika vizuri, kwa sababu hili ni darasa halisi. Inafanana na madarasa ambayo tunayosoma shuleni kuanzia asubuhi mpaka usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kwa mfano kuna somo la hisabati kidato cha kwanza ambayo ni Basic Mathematics Form 1, ina sura 6 hivi sasa kwenye syllabus mpya. Kwa hiyo hizo sura ndio naziita topics au chapters. Kwa hizi ni topics au chapters ambazo tunazo 8 kwenye somo hili, na ni somo zuri, na kila kipengele tunachojifunza tutaomba pamoja ili hicho kipengele kijengeke kwenye mifumo ya shule na vyuo vikuu vya mikoa 31 ya Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tuendelee. Baada ya kukupa utangulizi wa sura 8 tutakazokwenda kujifunza, basi tuendelee na tuanze sura ya kwanza. Kwa hiyo andika sura ya kwanza. Kwenye hii sura ya kwanza, kama nakumbuka katika ule mtiririko, sura ya kwanza inatoka kwenye kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8, na inasema hivi. Jina la sura ya kwanza ni Je, Biblia takatifu inatufundisha nini? Kwa hiyo ndo swali ambalo lipo, manake sura ya kwanza na ya pili iko katika mfumo wa swali, na hapa tumeulizwa, je, Biblia takatifu, hii Biblia takatifu ambayo unayo hivi sasa inatufundisha nini? Nini tunachotarajia kujifunza? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kabla sijakueleza kwamba nini kinachotufundisha, chukua Biblia yako, nenda kwenye Agano la Kale, fungua kitabu cha Yoshua. Kitabu cha Yoshua ni kitabu cha 6 kwenye Biblia, ni kitabu cha 6 baada ambacho kinachofuatia baada ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Fungua pale kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8, alafu nitakueleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umefika sema amen. Neno la Bwana linasema hivi kwenye kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8, nasema hivi kwamba kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Naomba tusome pamoja. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako,
yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Sasa mimi najisomea mwenyewe, sababu hapa maana yake ni agizo. Mungu huyu ndiye anaongea na Yoshua. Hasa mimi najisomea mwenyewe kitabu hiki cha Torati. Hasa kwenye Torati pale, ondoa neno Torati, weka Biblia takatifu. Kwa nitasema hivi, kitabu hiki cha Biblia takatifu kisiondoke kinywani mwangu, bali ni yatafakari maneno yake mchana na usiku, nipate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humu, maana ndipo nitakapoifanikisha njia yangu, kisha ndipo nitakapostawi sana. Sasa nasoma tena mstari huu kwa ajili ya mwanafunzi. Mwanafunzi, kitabu hiki cha Biblia takatifu kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako ya elimu na maisha, na ndipo utakapostawi sana kwenye elimu na maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nimekuandikia hapa kwamba hilo neno tulikuwa tunasoma, ingawa mimi nilikuwa nasoma kwenye Biblia moja kwa moja. Na hapa kabla sija kueleza ya kwamba kitabu hiki au kwamba je, Biblia takatifu inatufundisha nini, kabla sijajibu hilo swali, na tutakuwa na mifano mingi ya kudhihirisha jibu la hilo swali, naomba nikufundishe mambo matano ya msingi ndani ya neno hili la msingi wa sura hii ya kwanza la Yoshua 1 mstari wa 8. Kabla sijakueleza haya mambo matano, nikupe kidogo historia au nikupe kidogo maelekezo au fafanuzi. Yoshua sura ya kwanza mstari wa 1 mpaka wa 9. Haya ni mazungumzo kati ya Mungu na Yoshua. Kumbuka Yoshua alikuwa ni mtumishi wa Musa. Na unaposoma kwenye Yoshua 1 mstari wa 1 inasema hivi: ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana ambaye ni Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema. Unaona? Kwa hiyo Mungu hapo ndo anaendelea kusema na Yoshua. Kwa hiyo Mungu akamwambia Yoshua mambo mengi, lakini katika mambo mengi aliyokuwa amemwelekeza alipokuwa anapokea kazi ya kuwaongoza wana wa Israeli na kuwavusha kwenye mto Yordan na kuwafikisha kwenye nchi ya Kanani, nchi iliyojaa maziwa na asali, na kuweza kupigana vita dhidi ya mataifa 7 ambayo yalikuwa yako kwenye nchi ya Kanani, lakini Mungu alikusudia kuyafukuza. Sasa kipindi hicho Mungu akamweleza Yoshua mambo mengi, na mojawapo alimwambia mtumishi wake Musa amekufa na yeye amemzika juu ya mlima mmojawapo, na baada hapo sasa namueleza ni saa yako ya wewe kukaa kwenye nafasi ya uongozi. Na katika mambo mengi aliyokuwa amemwambia, kati ya jambo mojawapo au kati ya mstari mojawapo ni mambo matano ambayo yako kwenye Yoshua sura ya 1 mstari wa 8. Kwa hiyo huyu anayesema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako ni Mungu, wala sio Musa, wala sio mchungaji, wala sio mtume. Ni Mungu mwenyewe anakwambia hivi, kitabu hiki cha Torati. Kwa nini kitabu hiki cha Torati? Kwa sababu kipindi kitabu cha Yoshua kinaandikwa, maana yake tayari kulikuwepo na Torati ya Musa ambayo ni vitabu 5: kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Mambo ya Lawi, kitabu cha Hesabu, kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kipindi hicho, katika mantiki ya namna hiyo, unaona kabisa kwamba kwa nini imetumika lugha ya kitabu hiki cha Torati. Kwa sababu kipindi hicho Yoshua anapokea majukumu au uongozi, kulikuwepo na vitabu 5 tu vya Torati ambavyo vilivyoandikwa na Musa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kipindi hicho kulikuwa hakuna kitabu cha Waamuzi kwa sababu bado Waamuzi walifuatia baada ya Yoshua. Kipindi hicho kulikuwa hakuna kitabu cha Zaburi kwa sababu Daudi alikuja kufuatia baada ya Yoshua. Kipindi hicho kulikuwa hakuna kitabu cha Nabii Isaya kwa sababu kitabu cha Nabii Isaya kilikuja kufuatia baada ya Yoshua. Kipindi hicho kulikuwa hakuna kitabu cha Nabii Malaki kwa sababu kipindi hicho ilikuwa bado, manake Malaki alikuja kufuatia baada ya Yoshua. Kipindi hicho ilikuwa hakuna Injili 4, kitabu cha Mathayo mtakatifu, Marko mtakatifu, Luka mtakatifu, Yohana mtakatifu. Kipindi hicho kulikuwa hakuna nyaraka au barua za mitume. Kipindi hicho kulikuwa pia hakuna kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Lakini neno hili ambalo Mungu aliyekuwa amemweleza Yoshua katika Agano la Kale katika kipindi chake ndilo hilo analotueleza sisi kama walimu wa shule za sekondari, wa shule za msingi, walimu wa shule za chekechea, walimu wa vyuo vikuu, walimu wa vyuo vya kati, wanafunzi, wazazi, walezi, wamiliki wa shule, viongozi. Tunaambiwa kitabu hiki cha Biblia takatifu kisiondoke kwenye vinywa vyetu. Kwa sababu sasa hivi tuna Biblia iliyokamilika, na Biblia takatifu ambayo ndani yake ina vitabu 66, na kuna Agano la Kale na kuna Agano Jipya, na Agano la Kale lina vitabu 39 na Agano Jipya lina vitabu jumla 27. Sasa mkusanyiko wa vitabu hivi 26 ndiyo inaitwa Biblia takatifu, ambacho ni kitabu kimoja lakini ndani yake kuna vitabu 36. Ni kama vile unavyosoma somo la hisabati, manake ni somo moja lakini ndani yake kuna manake sura tofauti, au kuna kitabu cha hisabati kidato cha kwanza, kuna kitabu cha hisabati kidato cha pili, kuna kitabu cha hisabati kidato cha 4, kuna kitabu cha hisabati kidato cha 3, kuna kitabu cha hisabati kidato cha 5, kuna kitabu cha hisabati kidato cha 6, kuna kitabu cha hisabati ya ngazi ya stashahada, kuna vitabu vya hisabati vya ngazi vya shahada. Sasa ukivikusanya vyote, na kuna kitabu vya hisabati vya darasa la kwanza mpaka la 7, kuna vitabu vya hisabati manake vya chekechea. Sasa ukikusanya vyote hivyo, vyote vinaitwa nini? Hisabati. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini kwa huo msingi umeelewa kitu Mungu anachotusemesha. Sasa mambo matano ya msingi ndani ya Yoshua 1:8. Jambo la kwanza, kitabu hiki cha Torati, nikaweka kwenye mabano, andika, au Biblia takatifu, kisiondoke kinywani mwako. Mungu anatuambia kitabu cha Biblia takatifu. Yamkini tumefanya jitihada nyingi kuelewa hisabati, yamkini tumefanya jitihada nyingi kuelewa sayansi, yamkini tumefanya jitihada nyingi kuelewa lugha ya Kiingereza, ya Kifaransa, ya Kiswahili na kadhalika. Lakini Mungu anatuagiza hivi ya kwamba sambamba na hivyo vyote ambavyo tunavyohitaji, kati ya hitaji mojawapo la roho zetu na mioyo yetu ambayo inahitaji kujibu maswali ni kwamba kitabu cha Biblia takatifu kisiondoke kwenye vinywa vyetu. Maana yake ni nini? Unapozungumza kuanzia asubuhi mpaka unapokwenda kulala, hakikisha ya kwamba katika mazungumzo yako unazungumza pia juu ya habari njema iliandikwa kwenye Biblia takatifu. Ndio maana kwamba kitabu hiki cha Torati au kitabu hiki cha Biblia takatifu kisiondoke. Na vita kubwa shetani anayowapiga wanafunzi, walimu, wazazi, walezi pamoja na wamiliki wa shule ni kuhakikisha kabisa kwamba wanafunzi hawawekezi na walimu hawawekezi kwenye kuhakikisha kwamba Biblia takatifu ambalo ndo neno la Mungu lenye uzima halimo kinywani mwao. Kondomana tabia za watoto wengi haziko sawa. Sababu akisoma ataona kabisa, akisoma kwa mfano kitabu cha Misali atajifunza juu ya tabia mbaya na tabia nzuri na atapata ushauri mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kitabu hiki cha Biblia kitakatifu kisiondoke kwenye kinywa chako. Kisiondoke ukiwa darasani. Kitabu hiki kisiondoke ukiwa njiani, kisiondoke ukiwa nyumbani, kisiondoke unapotaka kusoma. Kabla ya kusoma somo fulani la hisabati au fizikia au kemia, unachotakiwa kwanza unamwomba Mungu kwamba Mungu, ninaomba nguvu za Roho Mtakatifu zinisaidie kusoma. Alafu pia unachukua Biblia unasoma mstari mmoja. Kwa mfano unaweza kusoma Zaburi 32 mstari wa 8 ambapo inasema hivi, nitakufundisha na nitakuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu litakapokutazama. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili la msingi kwenye Yoshua 1:8 inasema hivi kwamba yatafakari maneno ya Biblia takatifu au kitabu cha Torati mchana na usiku. Manake ni tafakari ya maneno ya Biblia takatifu au Torati. Ndio maana anasema kwamba asema yatafakari, anasema hivi kwamba yatafakari maneno yake mchana na usiku.
Nini maana yake? Kuna tofauti ya kutafakari na kukariri. Maana yake kwa Kiingereza kutafakari ni kumeditate. Kwa Kiingereza kukariri ni kuclaim. Na hili ni jambo au ni tatizo au ni changamoto kubwa ambayo iko kwenye mifumo ya elimu katika ngazi ya shule na katika ngazi ya vyuo vikuu, ya kwamba wanafunzi wengi wanaondoka kwenye kutafakari ile somo wanalolisoma na ile mada wanayojifunza, wanakwenda kwenye kukariri au kwenye kukariri somo hilo kwa ajili ya hofu ya mitihani au kufaulu mitihani. Ndio maana kwamba ile elimu tunaipata shuleni hatuwezi kuibadilisha ikatusaidia kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tofauti ya kutafakari na kuclaim. Kwa nini Mungu anatuambia tutafakari? Kwa nini asingetuambia kwamba tukariri maneno ya Biblia takatifu mchana na usiku? Manake hapo tunachoambia kwamba tunaposema kutafakari na kukariri, kutafakari ni sawasawa na kuchukua chakula, utonge la ugali, unatoweza kwenye mboga, unakula, na kabla hujalimeza unalitafuna kwanza. Kwa kutafakari ni kwamba unachukua chakula, unaweka ndani ya kinywa chako kwa mfano, alafu kishafika kwenye kinywa ndio wasema kisiondoke kinywani mwako. Manake kuna tumbo linalohitaji neno la Mungu. Sababu matumbo yetu yanalishwa kwenye kinywa, ndio maana imetumika kinywa kama mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naposema kwamba yatafakari maneno ya Biblia takatifu mchana na usiku, maana yake kutafakari, unapochukua chakula, tonge la ugali, unalitafuna. Kwa hiyo ndio maana kutafakari. Maana yake kwamba kuchukua chakula, kutafuna, jumlisha, kumeza. Kukariri maana yake ni unachukua chakula, unakiingiza mdomoni au kinywani, na unapokiingiza hautafuni, unakimeza kama kilivyo. Ndio maana ya kukariri. Maana yake sasa ninameza kemia, ninameza chemical equation. Bwana Yesu asifiwe sana. Na naposema kwamba tafakari, anaposema mchana na usiku, maana yake nini? Hili ni agizo ambalo Mungu ametupa kwamba katika ratiba zetu za mchana, kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 11 jioni, tuwe na muda ambao tumeutenga kwa ajili ya kutafakari neno la Mungu ya Biblia takatifu, angalau sura moja. Na naposema tutafakari maneno ya Biblia takatifu usiku unaanza saa 12 jioni mpaka saa 11 asubuhi, saa 11:59 asubuhi. Na katika ratiba zetu za usiku, za kulala, za kula, za kuangalia TV, za kuangalia mpira, za kusoma, lazima tutenge muda angalau nusu saa, angalau dakika 15 za kusoma na kutafakari neno la Mungu kutoka kwenye Biblia takatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu jambo la tatu la msingi anasema hivi, upate kutenda sawasawa na maneno yaliyoandikwa. Kumbuka kwamba alisema hivi kwa jambo la kwanza, kitabu hiki cha Biblia takatifu kisiondoke kinywani mwako. Umechukua chakula cha neno la Mungu umekeka kinywani, alafu ya tafakari kabla hujakimeza, unakisaga kile chakula, alafu unakimeza. Sasa ukishakimeza kisha kwa tumboni, manake kwenye biolojia tunafundishwa kwamba chakula kinapofika tumboni, manake kuna vitu vinavyoitwa enzymes. Na zile enzymes zinahusika kwa ajili ya kudigest chakula au kusaga chakula, au manake kwamba tunasema kusaga chakula. Mke wangu anaweza akawafundisha zaidi kuhusiana na digestive system au mfumo wa chakula, kwa sababu ni mifumo ambayo binadamu na viumbe hai tunayo. Sasa kishafika pale, manake kwamba zile enzymes, kuna enzymes aina tofauti. Kuna enzymes kwa ajili ya carbohydrates, manake vyakula vya wanga. Kuna enzymes kwa ajili ya kusaga chakula cha aina protein. Alafu kuna enzymes kwa ajili ya kusaga chakula cha aina ya manake fats and lipids, ambayo ni mafuta na kadhalika. Sasa zile enzymes kazi yake kwamba zinasaga kile chakula na mwishowe unakuwa na kitu kinaitwa end product. Kwa mfano end product ya nini? Ya carbohydrate moja hapo, sababu kwamba kuna monosaccharides, kuna disaccharides na polysaccharides. Nisiingie ndani zaidi, lakini kwa sababu nazungumza na wanafunzi wanaelewa hicho kitu ninachokisema. Kwa hiyo maana yake end product ya monosaccharides ni glucose. Sasa ile glucose au ile end product ndiyo itakaye kwenda kutumika mwilini, na katika hiyo end product, katika kile zao la mwisho au matokeo mwisho ya usagaji ya uchakataji wa chakula, kuna chakula, sehemu ya chakula kitakachotumika mwilini, na kuna sehemu ya chakula kitakachotolewa kama takataka. Sasa Mungu hapa anatueleza hivi, tukishachukua neno lake, anasema hivi, tupate kutenda sawasawa na maneno yaliyoandikwa humo. Maana yake ni neno la Mungu
inapofanyiwa mchakato na enzymes manake za tumbo la utu wa ndani, kwa sababu kuna watu wa aina mbili. Mimi na utu wa nje unaoona huu, na nina utu wa ndani, na ule mfano wa ule utu wa ndani unafanana kabisa na utu wa nje. Kwa na tumbo la nje na tumbo la ndani. Sasa kwenye neno la Mungu hakuna waste product, hakuna manake takamwili. Manake ni neno la Mungu ambalo ni kweli, na neno la Mungu ambalo ni takatifu, na neno la Mungu ambalo lina usahihi 100%. Ndio maana anasema upate kutenda sawasawa na maneno yaliyoandikwa humo. Kwa hiyo unapotaka kusoma, tafuta eneo au tafuta namna gani ya kusoma kibiblia, alafu tenda sawasawa na kilichosemwa na neno la Mungu. Utaniambia jinsi matokeo yako ya darasani na mafanikio yako ya maisha yatakavyobadilika kwa kiwango cha juu. Alafu jambo la 4, kwa hiyo anasema kwamba usiishie tu kushika, maana neno ile lisiondoke kinywani mwako. Usiishie tu kutafakari mchana na usiku, lakini je, unatenda? Kitabu cha Yakobo sura ya 2 mstari wa 19 na 20 na 21 inasema hivi: imani pasipo matendo wala haizai. Manake imani peke yake haizai. Kusikia peke yake na imani manake nini? Waebrania 11:1 inasema hivi: imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Je, nini chanzo cha imani? Warumi 10:17 inatufundisha hivi kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo unaposoma unasikia neno la Mungu, lakini lazima uchukue hatua ya pili ya kuliweka kwenye matendo. Unaposoma ya kwamba Mungu, kwa mfano unaposoma Zaburi ya 32 mstari wa 8 ambapo Mungu anaposema nitakufundisha, nitakushauri, jicho langu maana nitakufundisha na kukuonyesha njia utakaiendea, alafu na jicho langu likikutazama. Sasa ukianza na ile neno la kwanza nitakufundisha, kwa maana yake kumbe Mungu ametuahidi kwamba atatufundisha. Atatufundisha nini? Atatufundisha neno lake la Biblia, atatufundisha maisha ya kila siku, atatufundisha kemia, Mungu atatufundisha biolojia, Mungu atatufundisha hisabati, Mungu atatufundisha engineering mathematics, Mungu anatufundisha electronics engineering, Mungu anatufundisha digital electronics, Mungu anatufundisha manake anatufundisha structural engineering subjects na kadhalika. Mungu anatufundisha anatomy na kadhalika. Kwa hiyo weka kwenye matendo, alafu utaniambia. Na jambo la 4 la msingi, ndipo utakapoifanikisha njia yako. Tunaposema njia yako, wengi tunafahamu njia kama manake ni mahali pa kupita kuelekea mahali fulani, lakini hapa anasema ndipo utakapofanikisha njia yako. Hapa namaanisha kila binadamu ana njia yake ya maisha. Kama wewe, manake njia yako ya kwanza, njia yako ilianzia mbinguni, alafu ikaja kwenye kiuno cha baba yako, alafu njia ikaendelea ikaenda kwenye tumbo la uzazi la mama yako, alafu njia ikaendelea manake ukazaliwa, alafu njia ikaendelea ukapita njia tofauti, ukahama mkoa huu ukaenda mkoa huu, njia yako inaendelea, ukaanza chekechea, ukaanza elimu ya msingi, ukaenda elimu ya sekondari. Hiyo ni njia unapita ya maisha. Ukaenda tena ukamaliza hapo, ukaenda elimu ya chuo kikuu, alafu baada hapo ukaenda kutafuta ajira. Hiyo ni njia uliokuwa unapita. Kwa hiyo kila binadamu ana njia yake. Na sasa hivi ninapozungumza, manake kila mtu mahali tulipofika ndipo njia yetu ilipoishia kwa sasa, japokuwa Mungu anatangaza mwisho tangu mwanzo. Anaijua mwisho wa njia yetu kabla hatujaanza safari. Kwa ndipo utakapoifanikisha njia. Kwa kama unataka mafanikio katika elimu ya sekondari, kama unataka mafanikio katika elimu ya vyuo vya kati, kama unataka mafanikio katika elimu ya msingi, kama mtoto unataka mafanikio katika elimu ya chekechea, katika elimu ya neno la Mungu, kama unataka kupata mafanikio katika elimu ya maisha, elimu ya chuo kikuu, unatakiwa cha kwanza, neno la Mungu lisiondoke kwenye kinywa chako. Cha pili, tafakari neno la Mungu mchana na usiku. Cha tatu, tenda sawasawa na neno la Mungu, ndipo utakapoifanikisha njia yako. Alafu jambo la 5 ambalo linaendana na jambo la 4, kisha ndipo utakapostawi sana. Ndipo utakapostawi sana. Kama unafahamu mimea inavyopandwa, inavyowekewa mbolea vizuri, inavyopata rutuba vizuri, inavyopata maji vizuri, inavyopata mahitaji yake ya msingi, basi unakuja kukuta mmea unastawi na kuzaa. Na sisi Mungu ametuweka hapa duniani ili tuweze kustawi na kuzaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo utakapostawi sana. Sasa kigezo cha kustawi sana, cha kwanza, neno la Mungu lisiondoke kwenye kinywa chako. Cha pili, tafakari neno la Mungu mchana na usiku.
Cha tatu, tenda sawasawa na neno la Mungu, alafu utaona jinsi utakavyostawi kwenye masomo yako, kwenye elimu yako, jinsi utakavyostawi kwenye mitihani. Wanafunzi wenzako ambao hawazingatii hili, wanatoka wanasema mtihani ulikuwa mgumu sana, mwalimu sijui nini na nini, si kitu gani, si fulani aliibia. Wewe unaambia kwamba namshukuru Bwana kwa sababu ananistawisha, kwa sababu neno lake lipo kwenye kinywa changu na ninalitafakari mchana na usiku na ninalitenda sawasawa na ilivyoandikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huo ndo utangulizi kidogo wa manake wa msingi wa mada ya kwanza ya Biblia Takatifu inatufundisha nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Na kumbuka hili ni darasa halisi. Kama una swali, uliza kwenye chat wakati video hii iko live, uliza kwenye comment, uliza pia kwenye WhatsApp group. Nitakuletea WhatsApp group na kukupatia link ili uweze kujiunga, tuweze kujifunza. Nisije nikakwambia tu kwamba tafakari neno la Mungu, mwenyewe anasema naanzia wapi, ninafanyaje, natafakari vipi, maana nikisoma Biblia sielewi. Mimi namshukuru Mungu kwa neema yake. Mungu amenisaidia kusoma Biblia Takatifu kuanzia kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mpaka kitabu cha Ufunuo sura ya 22 na kumaliza vitabu vyote 66 karibia mara 4 mara 5. Lakini kwa neema Mungu na nina utaratibu wa kwamba ndani ya miaka 2 ninasoma Biblia Takatifu yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mkakati wangu ambao Mungu amenipa, kwa siku nasoma sura 2. Sura moja nasoma mchana, sura moja nasoma usiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa twende kwenye hilo swali. Je, vitabu 66 vya Biblia Takatifu vinatufundisha habari gani? Vitabu 66 vya Biblia Takatifu vinatufundisha habari njema. Kuhusu nini? Mambo matatu au maeneo matatu. Vitabu 66 vya Biblia Takatifu au Biblia Takatifu inatufundisha juu ya au kuhusu au habari njema kuhusu ufalme wa mbinguni, the kingdom of heaven kwa Kiingereza. Namba 2, vitabu 66 vya Biblia Takatifu vinatufundisha kuhusu au habari njema kuhusu ufalme wa mbinguni ambaye jina lake ni Yesu Kristo. The King, it means that the Holy Bible teaches about the King of the kingdom of heaven. Na ile ya kwanza kwa Kiingereza sema the Holy Bible teaches about the good news. The Holy Bible teaches the good news about the kingdom of heaven. Na jambo la tatu nalojifunza au nalofundishwa kwenye Biblia Takatifu ni familia ya kifalme ya ufalme wa mbinguni, the royal family. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakupenda sana. The royal family. So the Holy Bible teach us the good news about the royal family. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapozungumzia ufalme wa mbinguni, kumbuka ndio kichwa cha somo. Hii kwa kifupi tu, japo tutatafsiri huko mbele nini maana ufalme wa mbinguni. Hii ni serikali ya Mungu aliye hai. Kumbuka kuna Mungu na kuna miungu. Na miungu inawakilisha shetani. Kuna serikali ya Mungu, kuna serikali ya binadamu, kuna serikali ya shetani. Duniani kuna serikali aina kubwa 3 za serikali. Alafu tunapozungumzia ufalme wa mbinguni, manake ni kiongozi mkuu ambaye ni Yesu Kristo, na yeye Yesu Kristo hajajipa uongozi, amerisi kutoka kwa baba yake, ambao na sisi pia ni warisi pamoja na Yesu Kristo. Tunapozungumzia familia ya kifalme ya ufalme wa mbinguni, manake sasa hii inamaanisha binadamu ambao wako chini ya ufalme huo. Sababu ufalme lazima uwe na territory manake uwe na ardhi. Na hii ardhi ambayo Mungu ameiumba amewapa binadamu kuweza kuishi. Kwa hiyo ndani ya binadamu hao wako binadamu ambao wanaoishi kwenye ufalme wa mbinguni, na wako binadamu ambao wako chini ya ufalme wa shetani. Kwa Biblia Takatifu najifunza mambo ngapi? Matatu. Yaani hata kama usisahau mambo 5 ya Yoshua 1:8, usisahau haya mambo matatu ambayo utakayoendelea kujifunza katika somo hili ambayo utakayojifunza na utakayokuta kwenye ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Biblia takatifu inatufundisha nini? Ufalme wa mbinguni, inatufundisha habari njema ya ufalme wa mbinguni, inatufundisha habari njema ya familia ya kifalme, kiongozi mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Na familia ya kifalme na mbinguni ni wale watoto wa Mungu waliokoka na kuishi katika maisha ya wokovu na kufanyika wana. Sababu mwanake baada ukishaokoka kuna mchakato wa kufanyika mwana. Kwa sababu kuna mwana na kuna mtoto, kuna tofauti ya mwana na mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalizo kidogo ili tuweze kwenda kuomba, angalizo la msingi sana. Angalizo la Biblia takatifu ni hili. Biblia takatifu haitufundishi kuhusu dini. Unaposoma Biblia takatifu, usitarajie kujifunza habari za dini. Habari za dini utazikuta kidogo sana. Na utazikuta dini ikiwa imetajwa katika Injili 4, Injili 2, wakati Yesu anapokuwa anazungumza na akazungumza kwamba naye kulikuwa na dini ya Mafarisayo na dini ya nini? Ya Masadukayo. Na utaikuta kwenye kitabu cha Matendo wakati Paulo alipokuwa anashindana na wafalme na wafalme wa Kirumi. Manake akasema kwamba jamani, mimi ni Mfarisayo, dini yangu ni Mfarisayo. Kwa hiyo dini limetajwa kwa sehemu chache sana. Kwa hiyo usitarajie kwenda kwenye Biblia takatifu kujifunza kuhusu dini. Mifano ya dini kuu duniani, kuna dini ya Kikristo, kuna dini ya Kiislamu, kuna dini ya Kihindi, kuna dini ya Buddhism. Bwana Yesu asifiwe sana. Buddhism. Manake hii inaitwa Christian kwa Kiingereza, Christian religion, Islamic religion, alafu Hindus religion and Buddhism religions. Hizi ndio dini kuu 4 duniani. Sasa usiende kwenye Biblia takatifu unakwenda kujifunza juu ya dini ya Kikristo. Hutaipata. Usiende kwenye Biblia takatifu utakwenda kujifunza juu ya dini ya Kiislamu, hutaipata. Japo utakutana na habari zinazofanana na vilivyoandikwa kwenye vitabu vya Kiislamu. Usiende kwenye Biblia takatifu unajifunza juu ya dini ya Kihindi. Nenda kwenye Biblia takatifu kwa ajili ya kujifunza juu ya ufalme wa mbinguni, mfalme wa ufalme wa mbinguni na familia ya ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili la angalizo, Biblia takatifu haitufundishi kuhusiana na kuhusu madhehebu. Sema madhehebu. Sema madhehebu. Tanzania au duniani kuna madhehebu mengi. Mifano ya madhehebu, kuna dhehebu la Katoliki, kuna dhehebu la Lutheran, kuna dhehebu la Pentecost, kuna dhehebu la TAG, kuna dhehebu la Wasabato, kuna dhehebu la Mashahidi wa Yehova na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa usiende kwenye Biblia takatifu. Sasa kumbuka huku nimesema katika haya madhehebu ambayo nimeyataja 6 ni mifano au yako chini ya dini ya Kikristo. Kumbuka Yesu hakuifia dini. Yesu amemfia mwanadamu aliyepotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa utaona kabisa kwamba usiende kwenye Biblia takatifu unaenda kujifunza Lutheran, dominations. We have Catholic domination, we have Lutheran dominations, we have Pentecost domination, we have Tanzania Assemblies of God dominations, we have Adventist Sabbath domination, we have the Witness of Jehovah dominations, etc. Don't go and find them in the Holy Bible because they are not there. Why? Because the Holy Bible teaches about the kingdom of heaven, teaches about the king of the kingdom of heavens, and teaches about the royal family. Glory to God. Glory to God. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naomba nikuachie swali. Nikuachie homework. Kwa sababu mimi ni mwalimu, lazima nikuachie homework. Na hii homework Roho Mtakatifu anasema niiandike hapa. Kwa hiyo maana yake kazi ya nyumbani. Kwa hiyo nikuachie kazi ya nyumbani. Kwa hiyo andika, kisha unaandika notes na unamwonyesha baba na mama ya kwamba mimi ni mwanafunzi wa ufalme wa mbinguni, wa shule ya ufalme wa mbinguni, uje Tanzania, na mwalimu wangu ni mwalimu Ole Njolai na mwalimu Nekinyi. Kwa hiyo andika hii kazi ya nyumbani, na mwalimu amenipa kazi ya nyumbani, japokuwa kwamba utatumia jibu la kazi ya nyumbani, utatumia kupitia kwenye comment au kupitia kwenye group la WhatsApp na magroup mengine ya kijamii itakayokuwa tunayaanzisha hatua kwa hatua. Kwa kazi ya nyumbani, swali ni hili. Je, Biblia takatifu
Je, Biblia takatifu ina vitabu vingapi? Ina vitabu vingapi? Ina vitabu vingapi? Alafu swali la pili, taja vitabu vyote vya Biblia takatifu. Sababu kwamba mimi ni mwalimu na pasipo kuacha kazi ya nyumbani darasa langu linakuwa halijakamilika. Je, Biblia takatifu ina vitabu vingapi? Na ngoja nikuwekee rangi ili iwe tofauti kidogo na ufahamu kwamba hii ni kazi ambayo mwalimu ameiweka, kazi ya nyumbani. Je, Biblia takatifu ina vitabu vingapi? Kwa unataja namba na jibu hili swali kwenye comment kwenye YouTube channel yetu ya Ufalme wa Mbinguni Uje Tanzania, kwa mabano Olenjolai N, na taja vitabu vyote vya Biblia takatifu. Maana orozesha, taja au orozesha. Taja au orozesha vitabu vyote vya Biblia takatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi hapo ndo tumefika mwisho wa kujifunza somo letu la kuombea au maombi maalum ya ujio wa ufalme wa mbinguni katika shule na vyuo vikuu vya mikoa 31 ya Tanzania. Na nikukaribishe kwenye kipindi chetu cha pili. Hiki ni kipindi cha kwanza. Tutakuwa na vipindi vingi sana, na tuko kwenye sura ya kwanza na nimekufundisha mambo makubwa matatu, na uhakikishe kabisa kwamba unayaelewa. Jambo la kwanza, nimekufundisha msingi wa mada ya kwanza, nimekufundisha mambo manne. La kwanza, nimekutajia mada 8 za somo hili. Ya pili, jambo la pili nimekufundisha just kufanya summary au kufanya ufupisho wa somo, na manake jambo la pili ambalo Roho Mtakatifu amekufundisha ni kuhusiana na nini? Kuhusiana na Yoshua 1 mstari wa 8. Na jambo la tatu kuhusiana kwamba Biblia takatifu inatufundisha nini. Na jambo la 4 ni angalizo kwamba usije ukajifunza habari za dini na habari za madhehebu kwenye Biblia takatifu, na usizitafute kwa sababu hazipo, kwa sababu dini au nasema madhehebu ni mapokeo ya binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu nikakuachia kazi ya nyumbani ambayo unaiona hapo, na naamini kabisa kwamba umefurahia juu ya nafasi hiyo na juu ya hii ndo manake somo letu linavyokuwa linaendelea vizuri kabisa kama unavyoona hapo, na Mungu ni mwema, na unaona kabisa kwamba maombi maalum kwa ajili ya shule na vyuo vikuu vya mikoa 31 ya Tanzania, Mwalimu Olenjolai na Nekini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hakikisha unajisajili kwenye shule hii, kwa kubonyeza kitufe cha subscribe. Naona kwa kubonyeza kitufe cha nini? Cha subscribe. Na unapobonyeza kitufe cha subscribe unakuwa unapata simona Biblia takatifu inatufundisha ni kwa unaweza kujibu hili swali sasa. Maana Biblia takatifu inatufundisha juu ya yale mambo matatu ambayo nilikuwa nimeyasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utaona kabisa kwamba tumeshafanya kile Mungu anachokuwa anataka, na Mungu aendelee kutusaidia na kutuongoza hatua kwa hatua. Kwa hiyo twende kwenye hatua ya pili ya msingi ya kuombea ya maombi, alafu tutamaliza somo. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakuja mbele zako, tunasema asante kwa ajili ya somo nzuri ambalo umetufundisha juu ya habari za ufalme wa mbinguni, na umetufundisha kwa kina zaidi Mungu. Na Mungu umetuambia kwamba kitabu cha Biblia takatifu kisiondoke kwenye vinywa vyetu, bali tuyatafakari maneno yake usiku na mchana, na tupate kutenda sawasawa na aliyeandikwa kwenye Biblia takatifu. Mungu, utapata furaha ya namna gani kama wanafunzi na walimu na wazazi na walezi na wamiliki na viongozi wa nchi ya Tanzania tutakuwa tunatafakari neno lako kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, alafu tukaweka kwenye matendo katika sekta ya elimu na maeneo mbalimbali ya maisha yetu. Mungu, tunakuja mbele zako, tunaomba toba kwanza, kwa sababu yamkini katika safari yetu na njia yetu ya maisha ya elimu hatuweza kutafakari, hatuweza kuambia jambo kama hili, hatuweza kuwekeza kwenye neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunakuja mbele zako sawasawa na neno lako la Mathayo 4:17 ambalo natufundisha ya kwamba tutubu kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mungu wetu, tunaomba toba, utusamehe, uturehemu, ututakase.
kwa sababu ya kutokutafakari neno lako la uzima, na kwa sababu ya kutokulitafakari mchana na usiku, kwa sababu hatukuyafanya kuwa maisha yetu ya kila siku. Tumekuwa tukisoma neno lako. Mungu tusamehe, kwa sababu tumekuwa tukisoma neno lako kanisani, tukisoma neno lako tukienda kwenye vikundi vya maombi. Hatuna tabia binafsi, hatuna ratiba binafsi, lakini unapotutembelea unatukuta tunapohangaika kusoma hisabati, tunapohangaika kusoma fizikia, kusoma historia, kusoma English, tunakesha usiku na mchana Mungu tukisoma, lakini hatuwekezi hata dakika 10 au dakika 15 kusoma neno lako la uzima. Mungu unisamehe mimi, na Mungu wasamehe wanafunzi wa nchi ya Tanzania, manake kaskazini mwa Tanzania, kusini mwa Tanzania, magharibi mwa Tanzania, katikati mwa Tanzania na hata mashariki mwa Tanzania. Mungu samehe shule zetu, samehe wanafunzi, samehe wamiliki, samehe wazazi, samehe walezi wa nchi hii ya Tanzania Bwana. Na Mungu unapotusamehe unatufungulia ukurasa mpya tena. Tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu zipate kuwashukia wanafunzi Bwana wa shule za sekondari, nguvu za Roho Mtakatifu ziwashukie wanafunzi wa shule za msingi za Tanzania, nguvu za Roho Mtakatifu ziwashukie wanafunzi wa chekechea, nguvu za Mungu ziwashukie watoto wadogo wakiwa wako kwenye matumbo ya mama zao, kama vile we Yesu ulivyomjaza Yohana Mtakatifu, Yohana Mbatizaji, nguvu za Roho Mtakatifu akiwa kwenye tumbo la mama yake Bwana. Wajaze, tujaze nguvu za Roho Mtakatifu, wajaze nguvu za Roho Mtakatifu Bwana, walimu wa elimu, walimu wa nyumbani, walimu wa chekechea, walimu wa shule ya msingi, walimu wa shule za sekondari, walimu wa vyuo vya kati, walimu wa vyuo vikuu. Mungu, ninaomba nguvu zako za Roho Mtakatifu zinazotusaidia kutafakari neno lako la uzima, zinazotusaidia kujifunza juu ya ufalme wa mbinguni kwenye neno lako, zinazotusaidia kujifunza juu ya mfalme wa mbinguni ambaye ni Yesu Kristo kwenye Biblia yako takatifu. Nguvu hizo za Roho Mtakatifu zinazotusaidia kujifunza juu ya familia ya kifalme Bwana, zinatusaidia kujifunza juu ya mfumo na sekta ya elimu kibiblia. Mungu, tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu apate kwenda kutusaidia, kwa maana umetuambia kwenye Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 16 na kwamba nitamwomba Baba yangu naye atawapa msaidizi mwingine ambaye ni Roho Mtakatifu atakayekaa ndani yenu siku zote za maisha yetu. Bwana, Roho Mtakatifu una wajibu wa kukaa na sisi siku zote, wala hutaki kukaa na sisi sekunde 5 au tunaposoma neno. Una mkakati wa kukaa na sisi siku zetu zote, hata Yesu Kristo atakapokuja kulichukua kanisa, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tamalaki na jaza nguvu zako kwenye shule za Tanzania, kwenye vyuo vikuu vya Tanzania, kwenye vyuo vya kati vya Tanzania. Jaza, naomba nguvu za Roho Mtakatifu juu ya walimu wa vyuo vikuu, wa vyuo vya kati, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Mungu, tunakuja mbele zako tukikutukuza, kwa maana wewe ni Mungu wetu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa rehema zako na baraka zako ya mfalme. Mungu, tunakuja mbele zako tukiomba uibariki nchi yetu ya Tanzania, uibariki Bwana kila mkoa wa Tanzania. Tunaomba kwa ajili ya jiji la Dodoma, makao makuu ya nchi ya Tanzania. Tunaomba kwa ajili ya Bwana katika jina la Yesu Kristo Nazareth, lango la mashariki, ukanda ya mashariki ya nchi ya Tanzania. Tunaomba kwa ajili ya shule na vyuo vikuu vya Morogoro. Tunaomba kwa ajili ya Bwana vyuo vikuu na shule za sekondari, shule Bwana mbalimbali zilizokuwepo kwenye mkoa wa Pwani. Tunaomba kwa ajili ya shule za sekondari, shule za msingi, shule za chekechea na Bwana vyuo vya kati, vyuo vikuu vilivyokuwepo kwenye mkoa wa Tanga. Tunaomba Bwana katika jina la Yesu Kristo Nazareth kwa ajili ya shule na vyuo vikuu vilivyokuwepo Bwana mkoa wa Mjini Magharibi Zanzibar. Bwana, tunaomba kwa ajili ya Bwana shule zote na vyuo vikuu ambavyo vipo kwenye mkoa wa Kusini Unguja, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Tunaomba kwa ajili ya shule na vyuo vikuu vya Tanzania Bwana ambavyo vipo Bwana kwenye mkoa wa kaskazini Unguja, katika kisiwa cha Zanzibar. Tunaomba kwa ajili ya shule na vyuo vikuu vyote vya Tanzania Bwana katika mkoa wa Kusini Pemba. Tunaomba kwa ajili ya shule Bwana katika jina la Yesu Kristo Nazareth, shule na vyuo vikuu vilivyokuwepo kwenye mkoa wa Kaskazini Pemba Bwana katika kisiwa cha Pemba, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Tunaomba kwa ajili ya shule zote na vyuo vikuu vyote vilivyokuwepo kwenye jiji la Dodoma Bwana makao
makuu ya nchi ya Tanzania. Tunaomba kwa ajili ya shule zote Bwana, na vyuo vikuu vyote vilivyokuwepo kwenye jiji la kibiashara Bwana la Dar es Salaam, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunaomba kwa ajili ya shule na vyuo vikuu vyote vilivyokuwepo Bwana katika mkoa wa Manyara. Tunaomba kwa ajili ya vyuo vikuu na shule zote Bwana ambao vipo katika mkoa wa Kilimanjaro. Tunaomba kwa ajili ya shule zote na vyuo vikuu ambao vipo kwenye jiji la kimataifa Bwana la lango la kimataifa la Arusha. Tunaomba kwa ajili ya shule zote na vyuo vyote ambao viko kwenye mkoa wa Mara. Tunaomba kwa ajili ya shule zote na vyuo vyote Bwana ambao viko kwenye jiji la Mwanza katika kanda ya Ziwa Victoria. Tunaomba kwa ajili ya Mungu kwa ajili ya shule na vyuo vyote ambao viko kwenye mkoa wa Simiyu. Tunaomba kwa ajili ya Bwana shule na vyuo vyote ambao viko kwenye mkoa wa Geita. Tunaomba kwa ajili ya shule nyingi Bwana na vyuo vikuu Bwana na vyuo vya kati ambao viko kwenye Bwana mkoa wa Kagera. Tunaomba kwa ajili ya shule na mikoa Bwana, shule Bwana na vyuo vikuu ambao viko kwenye mkoa wa Kigoma. Fuatiliza haya maombi katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Sema, tunaomba kwa ajili ya vyuo vikuu na shule zote Bwana ambao ziko kwenye mkoa wa Shinyanga. Tunaomba kwa ajili ya shule zote na vyuo vyote ambao viko kwenye mkoa wa Simiyu. Tunaomba kwa ajili ya shule zote na mikoa yote ambayo iko kwenye mkoa tunaomba kwa ajili ya shule na vyuo vyote na vyuo vikuu ambao viko kwenye mkoa wa Singida. Tunaomba kwa ajili ya shule na vyuo vyote ambao viko kwenye mkoa wa Tabora. Tunaomba kwa ajili ya shule na vyuo vyote ambao viko kwenye mkoa wa Kigoma. Tunaomba kwa ajili ya shule na vyuo vyote ambao viko kwenye mkoa wa Katavi. Tunaomba kwa ajili ya shule na vyuo vyote ambao viko kwenye mkoa wa Rukwa. Tunaomba kwa ajili ya shule na vyuo vyote ambao viko kwenye mkoa Bwana wa Songwe. Tunaomba kwa ajili ya vyuo na shule zote ambazo ziko kwenye mkoa wa Mbeya, jiji la Mbeya Bwana kusini mwa Tanzania. Tunaomba kwa ajili ya shule na vyuo vyote ambao viko kwenye mkoa wa Lindi. Tunaomba kwa ajili ya shule zote na mkoa na vyuo vyote ambao viko kwenye mkoa wa Mtwara. Tunaomba kwa ajili ya shule zote na vyuo vyote vya Tanzania ambao viko kwenye mkoa wa Njombe. Tunaomba kwa ajili ya shule zote na vyuo vyote ambao viko kwenye nchi ya Tanzania Bwana katika mkoa wa Iringa. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante Roho Mtakatifu, kwa maana wewe ni mwaminifu na unaomba kwa ajili ya nchi yetu na unatushushia nguvu hizi tuweze kuomba kwa ajili ya sekta ya elimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi yawezekana ikawa kwamba unataka kutengeneza maisha yako, unataka kuokoka, na leo hii Mungu anakupa nafasi hiyo, kwa sababu saa ya wokovu ya sasa ni sasa. Naomba nikuongoze sala ya toba kwa ajili ya kuokoka, na ukijiuliza swali au ukiniuliza swali nini maana kuokoka, nitakwambia kwamba tafuta kitabu au waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, fungua sura ya 10, alafu soma mstari wa 9 mpaka wa 10, ndipo utapopata tafsiri sahihi ya kuokoka kibibilia, sio kidini wala sio kizehebu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema hivi kwenye kitabu cha Warumi 10 mstari wa 9 na wa 10. Neno la Mungu linasema hivi: kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana. Naona jambo la kwanza, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kuokoka manake nini? Kuokoka manake ni kumkiri Yesu kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwangu ya kuwa Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo alimfufua Yesu Kristo katikati ya wafu. Hiyo ndo maana kuokoka. Lakini mstari wa 10 anaendelea kufafanua juu ya wazo hilo hilo. Kwa maana kwa moyo mtu huamini. Unaamini wapi? Tunaamini moyoni. Hata kupata haki. Hata kupata nini? Haki. Kitakupata haki, amini moyoni ya kwamba una haki yako. Na kwa kinywa kukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo vinywa vyetu ndivyo vinavyotusaidia kukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sasa yamkini unataka kuokoka, na nataka nikwambie kabisa msingi wa ufalme wa mbinguni ni kuokoka. Yaani mimi Mungu alivyonileta kwenye ufalme wake, cha kwanza alichonipa na alichoniambia niokoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna tofauti ya kuokoka na kubatizwa. Kuna tofauti ya kuokoka na kubatizwa. Kuna tofauti ya kubatizwa, kuokoka na kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kaa darasani, tutaendelea kujifunza hatua kwa hatua. Lakini yawezekana pia umeokoka lakini umerudi nyuma, na kuna matendo mengi ya mwili yanayokusumbua kama kijana, kama mwanafunzi, kama mzazi, kama mlezi. Kumbuka ujumbe huu ni kwa ajili ya wanafunzi, lakini kwa ajili ya wazazi na walezi, kwa sababu kwamba na walimu. Sasa unajihukumu ndani yako, na fanyaje? Fanya sala hii ya toba. Unaruhusiwa kurudi kwa Mungu na kufanya sala hii ya toba mara ya kwanza, mara 2, mara 3, mara 4. Sio kwamba ufanye dhambi, lakini yamkini vita kwako ni vikali sana. Funika macho yako, omba kwa sauti sala hii ya toba kwa ajili ya kuokoka au kutubu baada ya kuanguka kwenye dhambi au uovu, baada ya kuanguka kwenye uovu, makosa na kumwasi Mungu baada ya kuokoka. Sema kwa sauti. Unaweza ukapiga magoti kwa imani ili umpokee Yesu Kristo siku ya leo, Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mungu Baba, nimekuja mbele zako. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea. Ninatubu kwako. Ninaomba damu ya Yesu iliyomwagika msalabani initakase sasa katika roho yangu, katika nafsi yangu na maisha yangu yote. Bwana Yesu, nimefungua moyo wangu. Ninakukaribisha sasa. Ingia ndani yangu kwa uwezo wa Roho wako. Uwe mwokozi wangu, uwe kiongozi wangu, uwe Bwana kwangu kuanzia sasa na siku zote. Nikutumikie wewe, nikuishie wewe siku zote za maisha yangu. Dhambi isinishinde, majaribu yasinishinde, shetani asinishinde, katika jina la Yesu Kristo. Endelea kufuma macho yako, nimshukuru Mungu kwa ajili ya muujiza wa leo. Mungu wetu na Baba yetu, tunakuja mbele zako, tunasema asante kwa ajili ya muujiza ambao umefanya Bwana, kwa yule kijana, kwa yule mwanafunzi wa chekechea, kwa yule mwanafunzi wa shule ya msingi, mwanafunzi wa sekondari umemwokoa, mwanafunzi wa chuo kikuu, wa vyuo vya kati anayenitazama Bwana, kwa mzazi, kwa mlezi Bwana, kwa mwalimu, kwa mmiliki wa shule, kwa kiongozi ambaye amefanya sala hii ya toba na kupokea. Mungu hakuokoka, sio mimi ninayemuokoa au liyemwokoa, ni wewe uliyekuwa umemwokoa. Mimi ni mshambenga tu ya kuhakikisha kwamba anakuja kwenye ufalme wako, ufalme amani. Asante kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa ajili ya nguvu zako. Naomba uendelee kumtunza mtoto wako huyu, umpe maelekezo ya msingi, atafakari neno lako la Biblia takatifu, umtafutie Bwana, muongoze kupata kanisa atakapokuwa anaunganika na wenzake kwa ajili ya kusali, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Amsha upako wa maombi ndani ya moyo wake Bwana, awe na mahusiano binafsi pamoja na wewe, Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, katika Bwana wetu Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Mungu, ninashukuru nami kwa kipindi hiki cha kwanza. Ninaomba unisamehe na namba toba katika jambo lolote ambalo Mungu nimelitenda kwako haukulitaka. Mungu nisamehe na kunirehemu na unipe nafasi ya kutumika tena kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu, kwa maana ni mwaminifu na wewe uko pamoja na sisi, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Amen, amen, amen. Ndio mwisho wa kipindi chetu. Naomba nikukaribishe katika kipindi cha pili ambacho tutakachokuwa tunakifanya. Kumbuka, katika ufalme wa mbinguni, katika shule ya ufalme wa mbinguni Uje Tanzania, ni shule halisi kabisa ya neno la Mungu. Tutakuwa tunajifunza somo la Bible knowledge kidato cha kwanza, Bible knowledge kidato cha pili, Bible knowledge kidato cha tatu, Bible knowledge kidato cha 4. Tutasoma somo la divinity kidato cha 5, divinity kidato cha 6. Tutasoma masomo mbalimbali ya Biblia takatifu. Endelea kuwa mwanafunzi, endelea kuombea shule hii ya ufalme wa mbinguni Uje Tanzania. Endelea kuniombea mimi na mke wangu na familia yangu. Mungu atulinde, kwa sababu tuna vita vikali kwa sababu ya ujumbe huu na kusudi ile ambalo Mungu ametupa. Na endelea kuwakaribisha wanafunzi wengine, wazazi wengine, walezi wengine, ili tuweze kukusanyika pamoja, tuwe tunafanya ibada asubuhi kabla ya kwenda shuleni, kabla ya kwenda kazini. Tufanye ibada pamoja na wanafunzi wa shule na vyuo vikuu vya Tanzania. Ni ujumbe ambao umekuja kwa ajili ya kulenga taifa la Tanzania, na sasa ndio saa ya wokovu. Hakikisha pia unajisajili bure katika shule ya ufalme wa mbinguni Uje Tanzania, katika official YouTube channel yetu, kwa kubonyeza kitufe cha subscribe. Kwa unabonyeza tu kitufe cha subscribe, ni rahisi sana. Utaona hicho kitufe cha subscribe chini ya video, utabonyeza hicho kitufe cha subscribe. Kwa mfano, nataka nikuonyeshe nikibadilisha hapa kwenda katika ni switch kwanza account. Kwa mfano, nifungue kwenye account nyingine ili uweze kuona hicho kitufe cha subscribe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikuelekeze hapa haraka. Vipi, kuna shida ya mtandao?
Mtandao naona umenyamazia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini utaona kitufe cha subscribe na utabonyeza hicho kitufe, na ukishabonyeza hicho kitufe utaona kabisa kwamba naona hainiruhusu kubadilisha. Basi utaona hicho kitufe cha subscribe ili uweze kupata ujumbe na kuweza kupokea ujumbe na kuweza pia kupata jumbe mbalimbali na video mbalimbali tunapokuwa tunazitoa. Na unaweza pia ukashare video hii kwa kubonyeza kitufe hiki cha share ili uweze kuwatumia watu wengine. Unaweza ukashare kwa njia ya WhatsApp. Kwa mfano ukibonyeza hapa, unaweza ukashare kwa njia ya WhatsApp, kwa njia ya message, kwa njia ya Facebook, kwa njia ya X, kwa njia ya email, unaweza ukashare kwa njia ya Reddit, kwa njia hii ni mitandao mingine ambayo ya nje ambayo sio wengi tunaifahamu. Lakini pia unaweza ukacopy link ukashare na watu mbalimbali ili tuweze kuungana na maelfu na mamilioni ya wanafunzi, mamilioni ya wazazi, walezi, mamilioni ya walimu wa nchi ya Tanzania, tuweze kujenga ufalme wa mbinguni na kukaribisha ufalme wa mbinguni uje katika nchi yetu ya Tanzania. Basi karibu tena. Mungu wangu akubariki na kutunza sasa na hata milele. Bye bye. Tukutane tena darasani siku ya kesho. Tuko live kuanzia saa 11 kamili ya asubuhi mpaka saa 12 kamili.